TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Naam, ni Alhamisi nyingine mtazamaji, tunakutana katika mfululizo wa vipindi vya reli na matukio kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Vipindi hivi vikiandaliwa na kitengo cha habari na uhusiano. Leo katika reli na matukio tutaangazia namna ambavyo huduma za usafiri wa treni za kisasa za SGR zinavyorahisisha shughuli za utalii, hasa kama kiunganishi kati ya Dar es Salaam na Morogoro kwa watalii wanaokwenda katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Jina langu ni Hemed Mohamed. Karibu mtazamaji. Kumbuka mtazamaji, unaweza kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu vya reli na matukio kupitia chaneli ya YouTube ya TRC Reli TV, pamoja na taarifa nyingine kuhusiana na shughuli, miradi na mambo mbalimbali yanayohusu shirika la reli Tanzania TRC. Tanzania imejaliwa na vivutio vingi vya utalii, ambapo sekta hii na mchango mkubwa sana kwenye uchumi. Tunapoelekea 2030 tutaendeleza kuikuza zaidi sekta hii, tukilenga kufikia watalii wa ndani na nje milioni 8 ifikapo 2030. Tunaamini kwamba kutokana na wingi na ubora wa vivutio pamoja na utajiri mkubwa wa kiutamaduni tunaweza kufikia lengo hili. Sasa ili kukuza utalii, tutafungamanisha vivutio vya utalii ili mtalii atumie siku nyingi zaidi akiwa nchini Tanzania. Sekta hii nayo ni sehemu muhimu ya mpango wa kuzalisha ajira kwa wananchi na kutuongezea akiba ya fedha za kigeni. Kufikia malengo haya, ni wazi kuwa mchango wa miundombinu ya usafirishaji hauwezi kuepukika, ukiwemo usafiri kwa njia ya reli. Alfajiri na mapema, stesheni ya John Pombe Magufuli Dar es Salaam, washiriki wa mkataba wa sheria za anga iliyoandaliwa na shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO jijini Dar es Salaam chini ya wenyeji wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA, washiriki wakiabiri treni ya kisasa ya umeme kuelekea mjini Morogoro. Kundi hili lina zaidi ya washiriki 100 kutoka pembe mbalimbali za dunia. Miongoni mwao ni Ryan kutoka Bahamas. Ni mara yake ya kwanza kufika Tanzania. Treni ikianza kuliacha jiji la Dar es Salaam, Ryan anasema, nilipokuwa nakuja nilidhani kwamba Dar es Salaam ndio mji mkuu, lakini sasa nimejifunza kuhusu Dodoma na mlima Kilimanjaro, na nina shauku ya kufika hifadhini kwa mara ya kwanza na kuona wanyamapori ambao siwezi kuwaona nyumbani. Pia nina furaha sana kusafiri na treni hii ya kisasa. Kwa kweli nafurahia sana kuwa hapa. Nuru inapotangaza ushindi mbele ya giza, treni inazidi kuchanja mbuga na kuliacha jiji.
Ryan ambaye amebahatika kutembelea mataifa mbalimbali yakiwemo yale ya dunia ya kwanza, anatueleza kati ya mambo mengi yaliyomvutia zaidi katika usafiri huu. I've had a wonderful experience from walking into the station. I was pleasantly surprised to see how large it was, how well organized. Imekuwa ni wakati mzuri kuanzia jengo la stesheni. Nilishangazwa na lilivyokubwa, mpangilio wake, idadi ya maduka na migahawa na ukarimu wa hudumu. Na baada ya kupanda treni na kuona muda unavyozingatiwa, ukiacha kuketi kwa starehe, pia nimefurahia huduma nzuri. Vitafunwa vilikuwa vitamu na vilikuja muda mwafaka. Na sasa kushuhudia kasi hii safarini imenifurahisha sana. I'm incredibly impressed with the service from I walked in the door until I actually got on the train. I've been on trains in other countries in the United Kingdom. I've been to other countries within Africa, and I've been incredibly impressed to see. Nimeshasafiri kwa treni katika mataifa mbalimbali Ulaya na Afrika, lakini nimefurahishwa sana na huduma za treni hii ya Tanzania. Nadhani hakuna kama hii kokote pale, kwa kasi yake, huduma na usasa wa miundombinu. The facilities, I've been incredibly impressed, and I don't think there's anything like this anywhere else in the world. Kusafiri kwa njia ya treni humpa abiria nafasi nzuri zaidi ya kujionea mandhari, uoto, mito, mabonde, milima na hata shughuli mbalimbali zilizo kando ya njia ya reli. Kwa Ryan, safari hii inampa fursa ya kuyaona ambayo hayapatikani kabisa katika upande wa dunia anakotokea. Well, again, coming from the Bahamas, on the American side of the world. Nikiwa nimetokea Bahamas, kuna vitu vingi ambavyo naviona hapa na sikuwahi kuviona kabla. Milima, wanyama wakubwa watano. Kwa hiyo safari hii imefanya nione mengi. So traveling through the countryside, I've seen many sights. I've been able to kama jua linavyochomoza nyuma ya milima, ni kati ya vitu vizuri maishani mwangu. Hatimaye treni inawasili Morogoro. Kundi hili linaloelekea hifadhi ya taifa ya Mikumi litakuwa hapa kwa muda kabla ya kupanda mabasi kuelekea mbugani. Mkutano huu unafanyika kwa mara ya kwanza Afrika. Kwa hiyo kama tumefanyia Tanzania kwa mara ya kwanza, basi ni bahati nzuri tunachukua pia nafasi hiyo kuona kwamba ni muhimu basi wale wadau wote walioweza kuhudhuria mkutano huu wapate nafasi kutembelea vivutio vya utalii vya Tanzania. Tanzania imeneemeka kuwa na vivutio vingi vya utalii, kwa nafasi ilikuwa ni muhimu kwetu kuitumia vizuri ili wale wadau watembelee maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Sasa tumechagua Mikumi na tumekuja leo asubuhi kutoka Dar es Salaam kwa kutumia SGR. Kwa hiyo tumefanya utalii kwenye maeneo pengine matatu. Eneo la kwanza ni kwamba tumetumia SGR. SGR kama tulivyoambiwa na katibu mkuu jana wakati tunafunga kikao, ni kwamba ni SGR ambayo tunayo Tanzania, ni modern technology, ni SGR ambayo inatumia umeme. Na kwa hiyo kuwaambia watu ni namna gani tuna SGR namna hiyo, basi tumechukua wageni hawa kuja Mikumi kwa SGR. Kabla ya kuiacha stesheni ya Jakaya Kikwete hapa Morogoro, tufahamu ni kwa vipi reli ya kisasa ya SGR ilichangia kufikia uamuzi wa kuchagua hifadhi ya taifa ya Mikumi kwa wageni hawa. Kwa kweli wakati nafikiria tupeleke watu hatukusahau kukumbuka SGR. Wazo la kuja Mikumi lilikuja haraka sana baada ya kuona kwamba hapo kuna SGR. Inarahisisha wale wadau wote kusafiri, maana ni wengi wale wadau wote kusafiri ambao ni 100 zaidi ya 120 waliokuja hapa. Wale wadau wote kusafiri, tukaona njia rahisi ya kuwasafirisha watu hawa ni SGR. Mwanzo tulifikiri habari ya kwenda Zanzibar, lakini pia tukapiga mahesabu. Kwa hiyo tukakumbuka SGR. Kwa hiyo tunashukuru Mheshimiwa Rais pamoja na serikali ya awamu ya sita kwamba imewezekana kuwaleta watu
Mikumi kwa sababu ya SGR. Vinginevyo ingekuwa ni kuja kwa gari, ingekuwa ni changamoto kidogo, maana tuko watu wengi kidogo. Kwa hiyo pamoja na kwamba imerahisisha, lakini hata kule kufanya utalii kwenye SGR imekuwa ni kitu kizuri, kwa sababu ona jinsi ambavyo walikuwa wanasifia tukiwa njiani, ule uzuri wa miti, uzuri wa nyasi, uzuri wa milima, mabonde wakati tunapita njiani. Kwa hiyo kwa kuwa na SGR ilikuwa na sababu kubwa sana sisi kuchagua Mikumi, na kwa kweli nimefurahia, hatukufanya kosa, kwa sababu wote ukiwauliza mmoja mmoja, wote waliotoka Afrika na wengine nje Afrika, ukiwauliza habari ya wanajisikiaje kuja huku, wataongelea SGR. Kwanza wataongelea habari ya mkutano, jinsi ulivyokuwa well organized, lakini pili wanaongelea habari ya SGR, lakini above all hawa watu wanaongelea habari ya hospitality ambayo wameipata katika nchi yetu, na kwa kweli lazima nikiri kwamba wameenjoy na hospitality kwa sababu watu ni wakarimu, kuna professionalism, kwa hiyo wameenjoy sana. Kwa sababu kubwa ilikuwa kwa kweli SGR, lakini pia waone zaidi Mikumi, jinsi ambavyo Tanzania imeneemeka kwa kuwa na wanyama wengi katika hii mbuga ya Mikumi. Safari ya Mikumi inaanza. Hatimaye, baada ya mwendo wa takriban saa moja, hifadhi ya taifa ya Mikumi. Pasco ndiye mwenye jukumu la kumtembeza Ryan na baadhi ya wageni wengine. Ameifanya kazi hii kwa miaka 4 sasa. Hii shughuli ya utalii mimi kama kijana inanisaidia kupata mahitaji yangu ya muhimu ya kila siku. Sio hivyo tu, inasaidia hata kukuza uchumi wa mtu mmoja na mwingine. Sababu kipato ambacho napata mimi sitotumia tu mimi. Na maana nitakwenda nitatumia mtaani, nitatumia maeneo tofauti tofauti, nitaingiza pesa na nitaongeza kipato na uchumi kwa ujumla katika taifa letu. Mkuu wa hifadhi ya taifa Mikumi, kamishna msaidizi wa uhifadhi Augustine Masesa, amesema kuwa kupitia maboresho miundombinu ya reli, muda wa safari umepungua kwa kiasi kikubwa, hali iliyorahisisha watalii kufika mkoani Morogoro na kisha kuendelea hadi Mikumi kwa urahisi zaidi. Hali hii imeongeza mvuto wa hifadhi kwa watalii wa ndani na wa kimataifa, hususan wale wanaowasili Dar es Salaam na kutafuta safari za muda mfupi. Kwa upande wa watalii wa ndani, idadi ya watalii imeongezeka kutoka watalii 400 hadi 800 kwa siku, na kwa siku za wikendi watalii hufika zaidi ya 1000 kwa siku moja. Aidha, SGR imepunguza gharama za usafiri ikilinganishwa na njia nyingine, jambo ambalo limechochea ongezeko la watalii wa ndani. Sekta ya utalii nchini inachangia takriban 25% ya mauzo ya nje na 17.2% ya pato la taifa. Aidha, sekta hii inatajwa kufikia kiwango cha ajira milioni 2.5. Mafanikio haya hapana shaka yamechagizwa na maendeleo makubwa ya miundombinu ya usafirishaji. Uhalisia wa matokeo haya unadhihirika kwa watalii wenyewe na wale walioingia kati na kuicheza ngoma hii, akiwemo Pasco. Kwa upande wetu sisi, miundombinu ya usafirishaji inatusaidia sana, sababu bila miundombinu hao wageni wasingeweza kufika katika hifadhi ya taifa ya Mikumi na kuweza kutalii. Actually tuna SGR imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Wageni huwa wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Dodoma, wanafika Morogoro, wakishafika Morogoro wanakuja kutalii Mikumi kwa urahisi bila kupoteza muda, tofauti na zamani walipokuwa wanatumia mabasi, wanatumia muda mwingi njiani
lakini kwa sasa hivi uwepo wa SGR, uwepo wa ndege hizi zinatusaidia sana kupata wageni, especially tunapokea wageni wengi kutoka Zanzibari, wanakuja Mikumi, wanatoka Mikumi wanaenda Zanzibari. Kwa hiyo imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana kutuletea wageni. Baada ya zaidi ya saa 4 za kutalii mbugani, Ryan anaeleza hii imekuwa siku ya kipekee kwa kiasi gani kwake. I had a wonderful experience at the national park. I think for a person from my side of the world, this is a once in a lifetime experience that I would recommend. Nimekuwa na siku nzuri hapa hifadhini. Nadhani kwa kuzingatia ninapotokea, hii ni fursa ya mara moja maishani ambayo naweza kumshawishi kila mmoja kuishuhudia. Nimeona karibu aina 10 za wanyama tofauti ambao sikuwahi kuwaona kabla ya kuja Tanzania. Pia tulikuwa na mwongozaji mzuri, alitueleza kila kitu, na pia ni dereva mzuri. Nyakati fulani ilibidi tusimame kuona simba, nyumbu, tembo, viboko, swala na nyani. Hii ni fursa ya mara moja maishani na hakika nitafanya tena. This is a once in a lifetime experience and I would definitely do it again. Uzoefu aliopata Ryan katika safari yake ya kwanza nchini unaeleza bayana nafasi ya miundombinu tofauti ya usafirishaji katika kukuza sekta ya utalii nchini. Multimodal transport kwa kweli ni muhimu sana wakati kipindi ambacho tunaongelea habari ya utalii. Na sasa kipindi ambacho tunajaribu tunatekeleza mkakati wa Mheshimiwa Rais wa Royal Tour. Maana ni mkakati mzuri ambao tunatekeleza kwa namna hiyo kwamba pakiwa na multimodal transport namna hii. Maana kwenye air transport tuko vizuri. Tanzania katika barabara tuko vizuri. Zinajengwa barabara nyingi. Katika reli tuko vizuri, ndio SGR ambayo naisema hivi. Katika maji tuko vizuri. Vyote hivi ni viungo vya kutekeleza Royal Tour. Kwa hiyo ukweli ni kwamba sasa angalia, mtalii amekuja kwa ndege mpaka Dar es Salaam. Hatuna ndege zinatua hapa za moja, zipo charter pale Mikumi, lakini ilikuwa sio rahisi sana kuwachukua wale wadau wote wa mkutano huu wa kisheria mpaka pale kwa kutumia ndege. Tumetumia hii njia ya reli. Kwa hiyo kuwa na reli, una jinsi ambavyo inakwenda kusupport air transport. Kama tungepeleka Zanzibar pia tungetumia maji. Kwa hiyo mkakati wa kuwa na njia mbalimbali za usafiri wa anga unasaidia sana kuhakikisha kwamba utalii nchini unakwenda vizuri. Na si utalii tu, hata uwekezaji na mambo mengine ambayo watu wanakuja kuyafanya nchini kwa kutumia ndege. Watakuwa nchini kutumia barabara, watakuwa nchini baada ya kufika na ndege, watakuwa nchini kutumia reli, watakuwa nchini kutumia maji. Kwa hiyo hizi njia zote za usafiri zikishirikiana vizuri, zikiwa vizuri, ambapo Tanzania tuko vizuri, unapata kitu kimoja kinaitwa utalii, kitu kinaitwa uchumi unakuwa umeongezeka, kitu kinaitwa hata mambo ya diplomasia katika nchi, kati ya nchi na nchi unayatengeneza, kwa sababu umerahisisha mawasiliano kati ya Tanzania na nchi zingine kidiplomasia na hata kisiasa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba usafiri wa reli na usafiri wa barabara na usafiri wa maji unapokuja kuungana na usafiri wa anga unakuwa na kitu kimoja kizuri sana, na ndicho kitu ambacho kwa sasa hivi tunashukuru serikali kwa kwamba imesababisha njia zote 3 za usafiri wa anga au 4 ziwe katika hali nzuri. I just want to also say thank you to the Tanzanian Railway Corporation for even making. Lakini pia nataka nitoe shukrani kwa shirika la reli Tanzania kwa kurahisisha safari hii na ukarimu wa huduma nzuri kwa wateja wakati wote wa safari. Sio tu nimejihisi kukaribishwa hapa, pia nimejihisi sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo naweza kumshawishi yeyote kusafiri na TRC. Ilikuwa ni kati ya safari nzuri maishani mwangu. It was the best ride of my life.
Mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi vya Reli na Matukio kupitia chaneli ya YouTube ya TRC Reli TV. Hadi kufikia hapo, Reli na Matukio leo hii haina la ziada. Kumbuka tulikuwa tukiangazia mchango wa reli ya kisasa ya SGR katika kuchagiza maendeleo ya utalii nchini. Kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la reli Tanzania TRC, mimi ni Hemed Mohamed. Kwaheri kwa sasa.